إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد. Maashara muslimin, tumshukuru Allah ametukutanisha katika siku ya leo tukiwa ndani ya mwezi wa Rajab, lakini pia tukiwa ndani ya siku ya Ijumaa. Tulisila ambayo tulikuwa tumezianza katika mambo ambayo muhimu mtu kujilinda nayo. Tulikuwa tumefika katika kuzungumzia sura hizi mbili ambazo zimeteremka kwa Mtume alayhi salatu wasalam baada ya kuwa amefanyiwa uchawi. Lakini pia tukafika katika kipengele kwamba kuhusu uchawi, min hadha ajaib, lidhalika kullama kana as-sahir akthar wa akhbath wa ashadd muadata lillahi wa lirasulihi wa liibadihi almu'minin. Hakika kila atakavyokuwa mchawi ni kafiri zaidi au mchafu zaidi, au ana maadui mkubwa zaidi na Allah na mtume wake, au ana maadui vile vile na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na waumini, kana sihruhu aqwa, tukasema uchawi wake utakuwa na nguvu zaidi. Wa amfa, kila kikufuru ndio anakuwa mtu mchafu sana. Walihadha kana sihru ubadu al-asnam, tulifika katika maudhui hizi. Na kwa hili ikawa uchawi wa wale wenye kuabudu masanamu, minasihir ahli kitab, katika wachawi ahli kitab ambao mojawapo walimroga Mtume alayhi salatu wasalam, wasihru al-yahudi au wasihru al-yahud, uchawi wa Kiyahudi aqwa min sihri al-muntasibina ila al-islam. Tukisema uchawi wao una nguvu kuliko uchawi kwa wale ambao wanajinasibisha katika Uislamu, hawa waganga ambao uchawi wao hawezi kulingana na uchawi wa ahli kitabu wa Mayahudi na Maswara. Kisha tukasema wal maqsud anna sahira wal hasib, hakika maksudio hakika mchawi na mwenye kuhusudu, kullu minhuma qasduhu shar, wote wanakusudia shari dhidi yako. Na hapa ikaja hii aya, katika aya ikataja baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa min sharri hasidin idha hasad. Aya ikaja wa min sharri hasidin idha hasad. Aya hii yaumu al-hasid min al-jinn wal-ins, hakika najilinda na shari ya hasid na shari ya mwenye kuhusudu idha hasad, lakini pindi atakapotaka kuhusudu. Maana yake hapo najilinda, inaenea aya hii, inaenea hasid min al-jinn, wenye kuhusudu katika majini, wal-insi, na katika wanadamu. Fa inna shaytana wa hizbahu yahsuduna lilmu'minin, haka shaytani na wafuasi wake wanaohusudu waumini ala ma atahumullahu min fadli, juu ya ile neema Allah ambayo amewapa waumini katika fadhila zake. Kama hasada ibilisu abana Adam, kama aliyemhusudu Ibilisi baba yetu Adam, wa huwa adui li dhurriyyati, na Ibilisi pia ni adui wa kizazi cha Adam. Kama Allah alisema katika sura Fatir aya 6, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, hata shaytani yeye ni adui, mfanyeni kuwa ni adui vile vile. Walakinna alwasawisa ahas bi shayatin aljinn, lakini wasiwasi sasa, kitu ambacho kinahusika na majini peke yake, wasiwasi hizi zinahusika na majini peke yake. Walhasad ahassu bi shayatin al-ins, na hasa inahusika na mashaitani wa binadamu. Walwasawisu ya'umuhuma, na wasiwasi unaenea watu wawili, kama itakavyokuja katika kubainisha katika hili. Walhasadu ya'umuhuma aidha, na hasad pia inaenea vile vile. Kwa hali hiyo tukatakiwa tusome. Kwa hiyo yote atakayesoma wakati wa kulala sura hii, basi atakuwa amejilinda pale isti'adha min sharri al-hasid, akijilinda na shari ya mwenye kuhusudu, pia
anaingia pia na shari vile vile ya uchawi vile vile. Uchawi pia anaingia. Kwa hiyo kusema min sharri hasidin idha hasad, wanaingia wote wawili katika umejilinda nao. Kwa hiyo utaona sura hii imebeba ala al-isti'adati min kulli sharri fil alam, kujilinda na kila shari ambayo iko ulimwenguni. Watadhammanat shururan arba'a, na pia tukasema aya hii imekusanya shari 4 ambazo ni shari mama. Yasta'idhu minha, ambazo unatakiwa utake hifadha Allah akulinda na shari hizo. Sharran 'amman, shari kwa ujumla, wa huwa sharru ma khalaq, shari kwa ujumla, wa huwa sharru ma khalaq, ni shari kila alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sawa min sharri ma khalaq. Kwa hiyo sharrun 'amman huwa sharru ma khalaq, kila alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala tayari hizo ni shari kwa ujumla yenye kuenea. Kisha wa sharrul ghasiqi idha waqab, na usiku pia una shari zake. Pia na shari ya usiku na giza linapoingia pia unajilinda. Fahadhani lawani, aina hizi mbili, sharri ma khalaqa na shari ya usiku. Unaposoma hii sura wakati wa kulala umejilinda na shari zote hizo mbili. Kisha thumma dhakara sharru al-hasid wal-hasid, thumma dhakara sharru al-hasid, kisha ikataja shari ya sahir na shari ya hasid, yote viliingia pamoja. Shari ya mchawi na shari ya mwenye kuhusudu. Wa huma nawani aidan, aina mbili vile vile. Kwa hiyo kwa maana aya hii na sura hii imebeba shari 4. Shari hizi ambazo ndio zinazosumbua ulimwengu kwa ujumla. Shari ya kila alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka katika viumbe vya Allah alivyoviumba, viumbe vina shari nyingi. Kila kilichoumbwa na Allah ambacho cha shari wewe unajilinda nacho. Kisha kuna shari ya usiku pia, na usiku pia una shari nyingi. Pia hata majini wanatapakaa zaidi wakati wa usiku, pia nao unajilinda nao. Pia na shari ya uchawi vile vile unajilinda nao, na shari ya hasidi nayo unajilinda nao. Na hizi ni shari annahuma min sharri an-nafs ash-sharira, hizi ni katika shari za nafsi mbaya, nafsi ambazo chafu. Ahaduma yasta'adhu bi shaytani wa ya'buduhu wa wasa'ih, moja katika hizo shari unataka hifadhi. Maana mtu ili awe mchawi lazima atake hifadhi kwa shaytani, lazima shaytani amsaidie, lazima amwabudu hata kama hasujudi. Ataamrishwa katika baadhi ya mambo ili shaytani kumtimizia yale anayokusudia huyo mchawi katika baadhi ya mambo anayokusudia. Kwa hiyo kwa hali hiyo wasahi kullama yata'atta sir biduni naw al-ibada, kila mchawi atakapoenda ukimwendea pasina aina ya ibada kwa shaytani, lazima aweze kutekeleza aina yoyote ya ibada, ima kujikurubisha kwa shaytani, wa imma bidhabihi bismihi, au kuchinja kwa jina la shaytani ili shaytani au jini aweze kuondoka, au katika baadhi ya madhara, au yaksud bihi huwa fayakunu dhabha li ghairi Allah, au anakusudia kama anachinja lakini anachinja kwa sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na maelekezo aliopewa na jini, nataka kuku mweupe, nataka kadha, vitu kama hivi. Utaona hili katika aina ya ibada. Wasahir illa yusamma hadha al-ibada, hata huu mchawi hata kama hajasema hii ni ibada, hajasema hivyo, lakini fa huwa ibada kullu, lakini kule kuchinja kwake, kule nadhiri zake, taratibu za jini kutekeleza, zote ni katika aina za ibada. Anasujudia makhluku, kiumbe asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au saa zingine kwamba kadhalika mandhaba ni shaytani, au akachinja kwa ajili ya shaytani, wastaara bihi watakaraba ilayhi, au akataka hifadha kwa shaytani, au kumkurubisha kwa shaytani kwa aina yoyote. Na hii anasema yeye mimi namtumikia shaytani tu, shaytani wangu hana shida, mimi ananiamrisha katika mambo mazuri tu, kwa hiyo hana shari na mimi, pia huyu anaabudu shaytani. Na hali hiyo walmaksudu anna hadha ibadatan li shaytani wa yusammahu istikhdam, yote inaitwa ni ibada, unaabudu shaytani hata kama wewe utasema kwamba mimi namtumikia tu, si muabudu. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala ndio amekataa katika Qur'ani katika surati 7 au katika surati Yasin kwanza aya ya 60, Allah alisema alama ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan
innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim. Sijawaambia nyinyi wanadamu msiabudu sheitani, aka sheitani kwani nyinyi adui wazi, niabuduni mimi peke yangu na hii ndio iliyonyoka. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati 7 aya 40 mpaka 41, Allah anasema wa yawma yahshuruhum jami'a, na siku ambao watakusanya wote, thumma yaqulu lil malaika haulai iyyakum kanu ya'budun. Allah anaambia malaika, hao ndio walikuwa wanaabudu nyinyi malaika mlikuwa mkiabudiwa? Qalu, malaika watasema, watajibu, subhana anta waliyuna min dunihim bal kanu yaabuduna aljinn, bali hawa wanadamu walikuwa wakiabudu majini. Aktharuhum bihim mu'minun, wengi wao walikuwa wanaamini hawa majini, na wengi wao walikuwa wakiabudu wakitekeleza amri zao. Kwa hiyo pia hizi ni katika aina za shari, hizi zote ni shari hizi, kuabudu majini na nini shari, na lengo la jini kutaka kufanya hivi. Na aina hii atakayezingatia katika hii aya, wa mishari hasidin idha hasad, ikaja idha, lianna rajula kad yakunu indahu hasad. Asikana mtu akawa ana hasad mbele yake peke yake au mbele yake kuna hasad, walakin yakhfihi wala yatarattabu alayhi adha biwajhi ma, lakini anaificha hasadi yake na wala huwezi kuiona maudhi kwa haonekani kwake, la bi qalbihi wala bi lisani, sio kwa moyo wake wala sio kwa ulimi wake, wala bi yadi wala sio kwa mkono wake, bali yajidu fi qalbihi shay'an min dhalik, bali katika moyo wake anaona kitu cha kukuhusudu wewe. Kwa nini wakawa hivi? Kwa nini akawa hivi? Kwa nini isiwe hivi kwenye moyo wake? Lakini anajaribu kuondoa, lakini anajikuta moyo wake una hali hiyo. Wala yu'amal akhahu illa bima yuhibbu Allah, azakana ndugu yake muamala wake anafanya na kile ambacho Allah anakipenda. Fahadha la yakadu yakhlu min ahad. Nukta hii bila shaka asilimia kubwa wengi tunayo, illa man asamahu Allah, kwamba inawezekana umeona mwenzako ana neema fulani, mara unajihisi kwamba kama vibaya kidogo. Kwa nini? Kwenye moyo husemi kwa ulimi wala kwa maneno wala kwa matendo, lakini kwenye moyo. Hii aina hii pia wengi ambao kuna aina hii, lakini aina hii haina madhara kwa sababu hujakusudia sasa moja kwa moja kwamba kujiandaa kwa ajili ya kumhusudu. Na ndio Hasan al-Basri anasema, ayahsabu al-mu'min, hivi muumini anaweza kumhusudu muumini? Je, muumini anaweza kumhusudu muumini? Qala, asema ma ansaka ikhwata Yusuf, kwani umesahau wewe ndugu wa Yusuf, kaka zake wale wakubwa wake walimhusudu ndugu yao. Lakini al-farqa baina al-quwwa allati fi qalbihi min dhalik wa huwa la yuti'uhu wa la ya'muru laha, lakini tofauti manake kati ya nguvu ambayo iko katika moyo kumhusudu mtu ile madhara yampate, na vile vile na haja kusudia. Kuna tofauti kati ya nguvu ya moyo kwa kusudi ili tayari uweze kupata hasara na uweze kufa, na yule ambaye hajakusudia. Hapa kuna tofauti kati hizi hasadi mbili. Hii ya kwanza hii mara nyingi inatokea kwa muumini, pia inaweza katokea kwamba muumini akimuona ndugu yake muumini mara amepata neema fulani, tayari mtu anajihisi kaunyonge fulani. Hii ipo ni aina ya hasad, lakini madhara yake haina madhara makubwa hasadi hii kwa sababu hajakusudia. Na kwa hali hiyo sasa, lakini hasad hasa ambayo madhmum iliyokusiwa na ambayo ina madhara ni ile ambayo anakusudia kukuhusudu, anakusudia vile vile uweze kupata hasara, anakusudia vile vile ufe au neema iondoke, au anatamani neema kuondoka. Na hasib kutamani neema kuondoka, lianna alhasib ya Abdullah, hakika mwenye kuhusudu la yadhhabu ghammuhu, hakika yule mwenye hasad huzuni yake haiondoki kwake, wala yastaria wala hapati raha, hatta yahsula ahada amrayn, mpaka iweze kupatikana moja katika mambo mawili. Mwenye kuhusudu anakuwa na adhabu
wakati wote mpaka inapatikane moja katika mambo mawili, la thalitha lahum, kuna la tatu. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza anayokusudia hasid mwenye kuhusudu, ayyara al-mahsuda tahta turab, amuone yule anaomhusudu ameshakufa, yuko chini ya mchanga, ameshazikwa, amefariki, hapo moyo wake ndio unatulia. Kwa hiyo mwenye kuhusudu hawezi kupata raha, hawezi kuishi moyo wake ukawa na raha mpaka aone yule anaomhusudu moja katika mambo mawili. Jambo la kwanza, amuone yuko chini ya mchanga, maana yake ameshakufa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, antazula neema lilmahsud, au ile neema ambayo anayo huyo anaohusudiwa iondoke, aona tayari imeshaondoka neema kwake. Hapo sasa ndio tayari ana raha na ndio anakuweza kupata amani. Falidhalika yaqulu Samarkandi, anasema Samarkandi, Imam Samarkandi rahimahullah ta'ala, la tasilu ila al-mahsud khams uqubat, tasilu ila al-mahsud khams uqubat qabla an yantasila ila al-hasib. Tasil ila al-mahsud, hakika huyo mwenye kuhusudu anapata adhabu 5 kabla hajamfikia huyo anayemhusudu. Hasid humshari hasid, huyu mwenye kuhusudu anapata adhabu 5 kabla hajamhusudu huyo anayemhusudu. Adhabu ya kwanza anayopata, al-uqubatu al-awwal, adhabu ya kwanza kwa duniani hasid anayo hamu la yanqati, ndio wakati wote anakuwa na huzuni haikatiki, huzuni haiondoki. Kwa nini? Kwa sababu lengo la yule anayemhusudu ndio bado anamuona yuko hai, bado hajakufa. Wakati wote anakuwa na adhabu katika moyo wake unatokota, ana adhabu kali katika moyo wake. Kwa hiyo moja katika adhabu 5 anazoadhibiwa nazo huyu mwenye kuhusudu, adhabu ya kwanza hamu la yanqati, ni huzuni ambaye haikatiki. Na ndio Allah akisema katika Qur'ani kuzungumzia aina hiyo, wala dhiqanna al-'adhab al-akbar duna, kama katika aya zilizokuja Allah Subhanahu wa ta'ala asema katika kuzungumzia aina hii, hamu la yanqati aqubatu al-awwal, manake adhabu ya kwanza ni huzuni isiyo katika. Kwa hiyo kwa nini anakuwa huzuni? Kwa sababu anataka neema ya yule mwekusudu au neema yake imeshaondoka na bado anayo sasa. Kwa hiyo wakati wote ana huzuni, au bado anaonekana anatembea katika uso wa dunia, kwa hiyo bado ana huzuni, kwa hiyo ana adhabu, ana raha katika moyo wake. Hii ni adhabu ya kwanza anayoipata huyu mwekusudu. لأن الله لا يجعل المحسود يسود, Allah hawezi kujalia huyu mwenye kusudu awe yasudu. Na ni neno ambalo tadawalaha as-salaf, neno ambalo salaf wamelirudia, al-hasid la yasud, mwenye kuhusudu yeyote hawezi kutulia, hawezi kuwa na amani katika hali hiyo. Na kwa sababu akhera kumeandaliwa nyumba kwa ajili ya adhabu ya pili, musibatun la ya'juru alayhi au la ya'juru alayhi, msiba ambao halifu kwa msiba huo. Msiba maana yake sio mtu kufa tu, ni mtihani, mtu akiugua, mtu wote ni msiba. Kwa hiyo kuwe yeye ana huzuni ni msiba aliyokuwa nao na huzuni ambazo anazo na hali ya kuwa raha ama hana raha hata kidogo. Matatizo kama haya halifu, matatizo halifu, hakuna kumlipa. Kwa nini? Kullu masaib yujaza alayhi, kila mitihani mtu akipata mitihani analipwa. Lakini huyu sasa musiba tu anakuwa na mtihani hawezi kulipwa. Na ndio Mtume alayhi salatu wasallam akasema, qal ma min musibatin tusibu almuslim illa kaffara Allah biha anhu, hakuna msukosuko na mtihani ambao unampata muumini isipokuwa Allah anamlipa na anamfutia dhambi zake, isipokuwa mtataja Mtume sasa hata shauka yushakwa, mpaka hata mtu akigongwa au mtu na nyoka au mwiba akikitwa na mwiba vile vile anapata malipo. Mtume akasema illa alhasib, isipokuwa hasib, huyu ana msiba na hali yake ni ngumu, hata unamuona anatembea ana huzuni lakini hawezi kulipwa kwa msiba huu. Hii ni adhabu ambayo anayo, adhabu ya pili anaopata yule alhasib
kabla ya kumfikia mwenye kumhusudu. Adhabu anaipata hapa duniani. Adhabu ya tatu, al-uqubatu thalitha, al-uqubatu thalitha, madhammatu la yuhmadu alaiha. Atakuwa ni mtu kutusiwa, kutukana, hakuna mwenye kumsifu, hakuna yeyote katika wanadamu anaofika akamsifu mwenye kuhusudu, hakuna. Yeyote mwenye kuhusudu anatusiwa. Kwa hiyo adhabu ya tatu, watu wote wanamchukia mtu aina hii. Hasa ukimwona yule afai, wanamzungumza maneno mabaya na maneno makali dhidi yake. Hiyo pia ni adhabu ya tatu. Adhabu ya nne, sakhtu rabb jalla jalalu, chuki na hasira ya Allah. Allah anamchukia subhanahu wa ta'ala kwa sababu amekwenda, kwa sababu lengo anamhusudu mtu, ima hawezi kupata raha mpaka amuone amekufa au neema imeondoka. Wakati ni kadari ya Allah ilimkadiria, kana kama anapigana na kadari ya Allah. Kwa nini huwa akapewa kitu fulani, kwa nini mimi nisipewe? Kwa anapingana na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adhabu ya tano, yulaqu anhu babu tawfiq, hakika juu yake mlango wa kuwafikishwa ili atubie kwa Allah umefungwa kwake. Nafsi mbaya, nafsi ya shari hii, hata mlango pia taufiki Allah kumwafikisha atubie unafungwa. Mlango huu kwake umeshafungwa, kwa hiyo kutokana na nafsi hii shari mbaya aliyokuwa nayo. Idha tuliba umurul khair farahu na'im, na ukimwona kama atatakiwa mambo ya khair, tunaona anasinzia, analala, hachangamke katika mambo ya khair, lakini katika mambo ya shari utamuona alivyo. Kwa hiyo huyu mtu aina hii pia kwake hii ni adhabu nyingine. Fa al-haqiqatu al-mahsub la yata'atharu ma alayhi faqat illa yasbir, ila mwenye kusudiwa sasa hakika hawezi kuathirika isipokuwa ni juu yake yeye kusubiri, kama ambavyo tutaona katika hasid, wa min sharri hasidin idha hasad, katika aya hii, na shari ya hasidi pindi anapohusudu. Hapo kauli hadha billah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد, hakika hasi mwenye kuhusudu kwa sababu lengo lake ni kuhakikisha kwamba kwa nini fulani hastarehi wala haoni raha mpaka amuone yule ambaye anamhusudu ameshakufa au neema aliyokuwa nayo imeondoka. Kwa hali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka, akatuongoza wakati tunapolala, tunapoamka asubuhi, adhkari hizi tudumu nazo, hizi sura kuzisoma. Moja katika dhikri ambao unatakiwa uzisoma ni sura imebeba shari 4, na ndio shari ambazo zinakumba dunia kwa ujumla. Na hapo kuna ain, kwa hiyo anaingia pia, ukisema kunaingia ain mwenye makijicho vile vile. Na pia kama Mtume alayhi salatu wasallam aliposema, jicho linamuingiza mtu kaburini. Mtu akikuangalia kwa jicho na kwa sababu huna kinga, huna azkar, huna tawakkul ala Allah, kifua chako kiko wazi, mishale ikirushwa mara moja tayari inakukumba na hali inakuwa iko hivi. Kwa hiyo tukatakiwa hizi sura tunatakiwa tuzisome kila mara. Na vile vile kama tulivyosema ni hasid 3 maratib, lakini hasid ana aina 3 vile vile. Kuna adhabu 3 ambazo anakumbana nazo, lakini pia ana aina 3 vile vile. Moja katika aina hiyo kama tulivyosema, tamani istishabi adami neema, anatamani kwa nini huyu anaendelea kuwa na neema, anaendelea kuwa na afya nzuri. Fa yakrahu an yuhditha Allahu li'abdihi neema, anachukia kwa nini Allah akampa huyu mtu fulani neema. Bali yuhibbu an yabqa ala hali, bali anapenda ubaki na hali yako hivyo hivyo. Min jahili, kama ni ujinga ubaki hali yako ni mjinga, au fakrihi, au kama ni ufakiri ubaki hali yako ni fakiri, au dhaifihi, au dhaifu, au shatata kalbi, au moyo wako kabisa uwe umetawanyika anillah,
kama unaelekea kwa Allah au mtu wa maasiya, unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, au qillati dini, au ulikuwa mtu wa dini tayari dini yako ipungue ubaki mtu tu wa kawaida, fahuwa yatamanna dawami ma huwa fihi min naqsin au aib, anatamani sasa hakika haya dumu kwako imeaibu au kukosekana au pungufu. Fahadha hasada ala shay'in muqaddara, huyo anahusudu kitu ambacho Allah amekukadiria kwako na yeye hicho hataki. Lakini kuna hasad ambayo inaruhusiwa katika sheria, ni hasad al-ghibta, ambayo inaitwa al-ghibta. Ghibta huwa tamanni an yakuna lahu mithla haya al-mahsud min ghairi an tazula an-ni'ma. Ghibta ni kutamani kama mimi niwe kama fulani, lakini pasina kutamani hii neema imuondokee. Mfano mtu mwenye mali, mimi natamani niwe na mali kama fulani, lakini maana kwa tamani, lakini utamani ziondoke. Afya, elimu na mengineyo katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hasadi hii, hasadi inakuruhusiwa katika sheria, bali wanatakiwa watu washindanie katika hii hasadi ambayo inaitwa ghibta. Na ndio Allah anasema katika sura Al-Mutaffifin, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Na katika sahihi imekuja kutoka Mtume alayhi salatu wasalam annahu qala, Mtume akasema la hasada illa fi ithnatayn, hakuna hasadi inayofaa isipokuwa katika aina mbili. Rajulun ataahu Allahu malan, waweza kumnusudu mtu ambaye Allah amempa mali, wa sallatahu ala harakatihi fil haq, na anaiteketeza mali katika haki. Mali anaitolea fi sabilillah, mali haitoi mali katika maasi, bali utaona mtu tajiri mali yake katika njia anayotoa katika njia ambayo Allah anatiridhia, sio katika njia ambayo Allah anajichukia. Kwa hiyo mtu huyo aliyopewa Allah akampa mali, na mali yake akawa anaitumia katika njia ya haki, katika njia ambayo Allah anairidhia, mtu huyu yafaa kumhusudu na mimi niwe na mali nifanye kama fulani, kama alivyokuwa mali yake anaitumia vizuri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na mtu wa pili ni mtu ambaye Allah amempa hekima au elimu, na akawa anaitumia elimu pia, waweza kumhusudu maana yake mimi ndio kama yeye. Hii ni hasadi ambayo inaruhusiwa katika sheria. Kwa hali hii, hakika shari za hasidi, ukisoma katika aya unakutana na mambo mawili makuu. Qur'ani inazungumzia mambo haya, na hakika kama hasidi ni huyu, na sura imekuja mojawapo unapoisoma unasema wa min sharri hasidin idha hasad. Maana kumekuja neno idha, na likija neno idha maana yake kumbe hasid anaweza kumbe hasadi yake ili iweze kufanya kazi atakapokusudia kukuhusudu, na hapo kweli madhara yanakupata, kwa sababu aya imekuja idha hasad, sio min sharri hasidin alafu ikaja hasidin hasad. Idha hasad, idha ni sharti imewekwa. Kwa sharti ikitimia ndio husuda inafanya kazi. Tofauti na uchawi, mchawi anaweza akamdhuru hata yule ambaye hajamkusudia, tofauti na hasid. Sasa ikiwa ufahamu wa aina hii, kwa hiyo kuna haja ya kujilinda na hakuna haja ya kuogopa. Namna gani kujilinda? Wayandafu sharru al-hasid 'ala al-mahsud bi'10 asbab. Huku tunaona kwamba kumbe hasid kuna adhabu 5 ambazo anazo hapa duniani na ataendelea kuwa nazo mpaka atakapofariki. Lakini na huyu mahsud mwenye kuhusudiwa naye anatakiwa pia, na sheria inamtaka ili ajiondoe na shari ya hasid, na shari ya hasid anil mahsud anatabia atumie vitu 10. Kwa hiyo kuna vitu 10 vya kujiondoa na kujikinga na kuwa navyo ili ujikinge na shari ya hasidi idha hasad. Kitu cha kwanza, ahaduha ata'awwadh billahi ta'ala min sharri. Wakati wote utake ulinzi na utake hifadha kwa Allah kutokana na shari yake, watahassun bihi,
na uwe na hisn hasin kinga madhubuti walujuu ilayhi kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-maqsud bi hadhihi sura na hii ndio iliyokusudiwa katika sura hii qul a'udhu na ndio iliyokusudiwa katika sura hii na wallahu ta'ala samiul isti'ana na Allah ni mwenye kusikia yule mwenye kutaka ulinzi kwake alimu bima yasta'idhu minhu anajua kitu gani unachokiogopa unajilinda na nini kwake wasamiu huna almurad bihi samul ijaba as-samiu kilokusudiwa ndikusudiwa kwamba ijaba ala kuitikia dua yako la samila kwa mithili qawluhu ta'ala au kwa mithili qawlihi hii as-samiu kama ilivyokuwa katika kauli ilivyokuja kwa yule mwenye kuswali anasema sami Allahu liman hamida sami hapa ilivyokuja wa qawlu Khalil inna rabbi lasami'u du'a katika sura Ibrahim haka mola wangu lasami'u du'a wa maratan biqawlihi bil ilm sasa Allah ameambatanisha hii na elimu kujilinda lakini kwa elimu wa maratan bil basar saa zingine aya zimekuja kati bil ilm wa kati bil basar kuona kwa sababu al-iqtidai al-hali al-musta'id dhalik kwa sababu ya hali ya yule ambaye unatakiwa unajilinda kwake yukoje ni mwenye kuona ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasikia kuona na anasikia kusikia na Allah subhanahu wa ta'ala inna yasta'idhu bi rabbihi min aduhi kwa unataka hifadha kwa Allah akulinde na adui yako ya'lamu anna Allah ta'ala yarahu hakika wewe unataka hifadha unajua Allah anamuona kisha waya'lamu kaidahu wa sharrahu anajua Allah vitimbi yake na shari zake فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه السميع الاستعاذ كما الله anamsikia yule mwenye kutaka hifadha kwake mujibun alimu pia hakani mjuzi pia anajua adui wake na anamuona na hapo utaona ukizingatia katika aya za Qur'ani zimekuja katika aina hizi mbili kati ya samiu na kati ya basir na katika sura ya Araf mfano na katika sura ya Ahani Sajida imekuja jaat al-isti'adha min sharri al-ins imekuja utaka hifadha na shari ya binadamu ambao tayari wanakuona bil absar bil lafdh ambao wanakuona na ikaja aya katika Ahani Allah anasema katika sura ya Ghafir aya ya 66 innal ladhina yujadiluna fi ayati Allah بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير wana hapa samiu inaambatanishwa na basiri Allah aliposema hakika utaka hifadha kwa Allah kwa sababu yeye ni samiu basir maana yake yule ambaye unataka hifadha kwake ni mwanadamu mwenzako wewe unamuona bila shaka na yeye Allah anamuona wewe utaka hifadha kwa sababu anna al-af'al haula af'al mu'ayyana tara bil basar kwa sababu matendo ya hawa watu yanaonekana na wewe unataka hifadha kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja katika sifa ya tauhid ya asma wa sifat kama ni samiu basir Allah ni mwenye kusikia na pia anaona vile vile lakini ukija katika sura mfano katika sura nyingine utakutana pia tofauti na kaifia hii iliyokuja na hapa wasiwasi wa shaitani wa ama nafsi shaitani kwa wasais wa hatarati yalqiha fil qalbi ile shaitani sasa wasiwasi zake na kukushuhudisha anaweka katika moyo na tayari kwa sababu wao muone na yeye anapoona kuna haja pia kutaka hifadha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hifadha hii sasa wayadriku birru'ya Allahu a'lam na hapa sasa zikaja katika aya kwamba kuambatanisha sasa sami'un alim na hapo kuna sami'un basir na kuna sami'un alim kwa hiyo unapotaka hifadha moja katika mambo ya kujilinda na hii sura pia vile vile jambo la kwanza kujilinda na huyu ambaye ni nani ni huyu hasidi unatakiwa mambo kuu moja katika mambo kuu jambo la kwanza isti'adha ni kutaka hifadha kutaka ulinzi Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio anaojua maadui wako
ndio anamuona huyo hasid na anavyohangaika kwa ajili ya kukusudu, na hawezi kutulia mpaka kuone umekufa au kama una neema imeondoka. Hapa sasa ndio atakuwa yuko vizuri. Kuna haja sasa wewe utaka hifadha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hili kuna hatari inaweza ukapata katika jambo hili. Hii ni aina ya kwanza ya ulinzi. Kwa maana kwamba sisi sasa katika hii sura mbili ambazo tunasoma kila siku zimekuja qul a'udhu. Kuna aya za kwanza kumbe unataka isti'adha, Allah ndio akulinde na hizo shari zilizobebwa na viumbe. Na hizi shari nini ambazo tunataja katika sura? Imetaja shari nini? Sharu ama shari kwa ujumla, au sharu ma khalaq, ni shari kila alichokiumba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe katika Allah kaumba viumbe wengi na viumbe wana shari mbalimbali, na shari kama tulivyosema ni neno am, ni neno la ujumla. Kuna shari ambayo inatoka katika moyo, kuna shari ya kudhuru moyo, kuna shari vile vile kudhuru mwili, zote ni shari na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatakiwa kujilinda nayo. Kisha la mwisho tuishie hapa, jambo la pili la kujilinda na shari ya hasid, unajilinda taqwa Allah wa hifdhihi inda amrihi wa nahyihi. Moja katika shari kujilinda na shari ya hasid, idha hasada, anapotaka kukuhusudu na hatari husuda itakupata, kunahitaji asbab, kunahitaji ilaji, kunahitaji kinga. Kinga ya pili ambayo kujilinda na huyu ni ucha Mungu, takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hifdhihi, maana hifdhi yake akulinde na uhifadhi Allah, umhifadhie Allah inda amrihi, amri za Allah, katika amri alizokuamrisha unazifanya, makatazo aliyokukataza unaacha. Hapo sasa faman ittaqa Allah tawalla Allah hifdha, atakayemcha Allah, Allah atatawalia kumlinda. Kwanza amri za Allah anazitekeleza, makatazo ya Allah anayaacha, huyu sasa Allah atamlinda. Kinyume chake, wewe kama amri za Allah bado uko mbali nazo, makatazo yale aliyokuamrisha utakayofanya, aliyokukataza ndio unaendea, ulinzi wa Allah juu yako utakuwa unaondoka. Na hapa wala kama kinyume chake Allah atakuachia mwenyewe. Na hivi Allah katika surati Ali Imran aya Allah Subhanahu wa Ta'ala aya ya 120 Allah anasema wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a, na kama mtasubiri na mkamcha Allah vitimbi vyao havitawadhuru chochote. Sharti imeweka wa in ni harfu sharti, imekuja lazima sharti hii timie ndio jawabu sharti lipatikane. Wa in tasbiru kwa sharti, kama mtasubiri, maana kumbe pia kuna hitaji katika sifa au katika aina ya tatu ya aina tutakuja ama tunazitaja huko mbele ni subra. Lakini hapa sizungumzii subra, nazungumzia sasa takwa. Aya imekuja wa in tasbiru wa tattaqu, kama mtasubiri mkamcha Allah, mkafanya yale aliyoamrisha mkayafanya, na yale aliyokataza mkayaacha, Allah anasemaje? La yadhurukum kaiduhum shay'a, vitimbi vyao havitawadhuru nyinyi kitu chochote. Hasidi zao, husuda zao hazitawadhuru. Na Mtume alayhi salatu wasalam alimwambia Abdullah bin Abbas, ihfadhullah yahfadhuka, ihfadhullah tajiduhu tujahaka, muhifadhi Allah na Allah atakuhifadhi. Muhifadhi amri zake alizoamrisha Allah na makatazo yaache, utamkuta Allah mbele yako. Na unapomuomba muombe Allah. Kwa hiyo kwa maana unapolinda amri za Allah ukazitekeleza na makatazo ukayaacha, wewe tayari umeingia katika aina ya pili ya Allah kukulinda, na tayari na shari hizi ambazo zimetajwa, ambazo hata Mtume alayhi salatu wasalam alifanywa sihiri na akadhurika. Lakini ikawa lengo ili tupate sisi darasa, ulimwengu una shari nyingi na watu wanateseka, lakini sababu zile za msingi watu hawazitaki. Sababu zile za laghau za ushirikina na za haramu ndio nafsi zinakimbilia huko. Na hali sasa atakapokumbwa na hizo hali, akakumbwa na uchawi au akakumbwa vile vile akakumbwa na hasid
wakati huo anatafuta walimu wako wapi, hata ukimwelekeza ataelekea, lakini niwaambie usifanye haya mambo ya haramu, hairuhusiwi kuyafanya. Lakini kwa sababu ni mzima, wakati huo anaona hakuna shida, yeye ana nguvu katika hilo. Kwa hiyo la mwisho katika hili nimesema kwamba aya imetaja wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum shay'a. Aya imetaja subra. Moja pia jambo katika mambo haya matatu ya kujilinda, nimesema jambo la kwanza kujilinda na shari ya hasidi, na shari ya mwenye kuhusudu, na shari ya mchawi, na shari ya mwenye jicho. Unajilinda na mabukuni. Jambo la kwanza isti'adha, a'udhu billah. Jambo la pili ambalo unatakiwa kujilinda nalo ni kuhifadhi amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ufanye aliyokuamrisha, uache aliyokataza. Jambo la tatu ambalo linaingia katika hii aya, asabru ala adui, ni kusubiri juu ya adui wako. Na aya imekuja wa in tasbiru wa alla yuqabiluhu wala yashku wala yuhaddithu nafsahu bi'adha. Usiogope, ndio kwa tayari wewe umejihifadhi kwa Allah na unatekeleza umdharau adui, hasidi mdharau kabisa, kama uwe na subra juu ya adui wako ambaye yupo. Fama nasra ala hasidihi wa adui, hakuna nusura inayopatikana juu ya huyu mwenye kuhusudiwa kuliko subra yake atakayokuwa nayo. Watawakkal ala Allah, na akamtegemea Allah, na pia asimuone adui yake ana nguvu sana. Fa inma kullama baha alayhi kana baywa jundan, kila anapokusudu ndio anatengeneza majeshi ya kujiathiri mwenyewe, na ndio tayari anakuwa katika hali ngumu, na wewe ndio unakuwa katika hali nzuri zaidi. Ndio kutekeleza hayo, kila akikuhusudu wewe ndio unakuwa anajitengenezea maadui wakubwa zaidi. Na ndio Allah anasema katika sura al-Hajj aya 20 aya 60, dhalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah. Ngoja kusimamia katika aya hii. Sasa hapa katika subra ni ipi subra sasa? Ufanye nini? Na pia ni moja katika ulinzi mkubwa huyo ambaye anaohusudiwa, huyo ambao anaohusudiwa kwa kutokana na hasidi au kutokana na mchawi au kutokana na kijicho au na shari hizi, min shari ma khala, na shari Allah alizoziumba kwa ujumla. Unatakiwa ufuatilie mambo haya kumi. Ukiyatimiza mambo kumi utakuwa katika hifadhi ya Allah na ulinzi ya Allah, na yeyote anayokuhusudu hawezi kufanya chochote. Ndio uko tayari uko katika njia ya sawa. Wal hadithi baqiya. Aqul qawli hadha billahi tawfiq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكسر أعدائك أعداء الدين، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.